kwamba imani yako ni ndogo kiwango kwamba likitokea jambo, kuna mambo unawasugulia wengine wafanye, alafu na wewe ubaki na mengine fulani madogo madogo. Nani alikutangazia hivyo? Na je, wasipofanya unafikiri nani atakusaidia katika hatua hiyo uliyopo? Unahitaji kuchukua wito mkuu ndani yako na kusema aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko mwingine yeyote yule. Biblia inasema walioko upande wetu, kama nazungumza na mtu, ni wengi kuliko walioko upande wao. Unapofika wakati ubebe wipo wa namna hiyo, imani yangu ni kubwa kama ya wale ninaowaona. Leo nanyamazisha shida hii, leo nanyamazisha ugonjwa huu, leo nanyamazisha tatizo hili katika jina la Yesu aliye hai, na itakuwa sawasawa na vile unasema. Napokea kwa jina la Yesu. Nani alikuaminisha hauwezi? Nani alikuaminisha wewe ni mdogo? Nani alikuaminisha huwezi kuondoa hiyo malaria? Nani alikuaminisha huwezi kuondoa hiyo shida? Nani alikuaminisha kama yupo? Basi leo ninapinga neno lake katika jina la Yesu aliye hai. Nataka nikwambie tunayaweza mambo yote katika yeye atupaye nguvu. Kwa msaada wa Bwana tutayatenda makuu, maana yeye amewakanyaga watesi wetu. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake, na kanisa la Saya Neema tumejengwa juu ya Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hajajengwa mmoja tu, ni kanisa la Saya Neema. Walioko Bukoba wamejengwa kwa Yesu, walioko Kito wamejengwa kwa Yesu, walioko Kalado wamejengwa kwa Yesu, walioko Bukoba vijijini wamejengwa kwa Yesu, walioko Kilima wamejengwa kwa Yesu. Kila mmoja amejengwa kwa Yesu. Umejengwa ndani ya Yesu Kristo. Una haja kuogopa changamoto na kujidharau. Imani yako ikiwa ndogo kiasi cha kunja radari, utaweza kuhamisha milima. Unapangua tu, unapangua milima, utoka nenda baharini, na wewe mkuu utoka kapandwe mahali fulani, wala halitakuwako neno litakalokuwa juu yako. Acha kuamini wewe ni mdogo, acha kuamini hauwezi, anza kuamini unaweza, anza kuamini una nguvu, anza kuamini hakuna atakaye kushinda,